Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema vitu vitatu katika maisha usivisahau. Usivisahau katika maisha yako. Vitu hivi vitatu usivisahau. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Vitu vitatu katika maisha usivisahau. Kitu cha kwanza ni hiki, usisahau. Wewe ni wa kipekee sana. Haufanani na mtu yoyote. Na nafasi yako katika uso wa nchi ni muhimu sana. Usije ukasahau katika maisha yako. Kwa sababu ukisahau utapoteza kitu kikubwa sana. Na utapata masumbufu makubwa sana. Utaishi kwa kuinama mno. Wewe ni wa kipekee. Na una umuhimu mkubwa sana katika uso wa nchi. Mno. Mungu amekuumba. Mungu amekufanya wa kipekee. Wewe ni mtu wa tofauti. Hilo likamate sana. Kwa hiyo katika maisha yako usijaribu kutaka kufanana na mtu yoyote. Dunia hii kwa namna ambavyo Mungu ameitengeneza haihitaji copy. Inahitaji original. Wewe una hazina ambayo inakufanya dunia ikuhitaji. Siku zote ikumbushe nafsi yako kuwa wewe ni mtu wa kipekee. Wewe ni mtu wa tofauti. Wewe ni mtu unayependwa sana na Mungu kwa sababu ya vitu vya kipekee ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Adui yako anataka wewe ujione kuwa sio mtu wa maana kwa sababu ya kutokuwa na vitu au kutokuwa na mali au kutokuwa na pesa au vile watu wanavyokusema au wanavyokudefine wewe ulivyo. Usikubali. Usiruhusu hizo fikra zipate nafasi kwenye nafsi yako. Wewe jitafute. Ukijipata utatambua kwamba Mungu anakupenda. Mungu ameweka kitu cha tofauti kwenye maisha yako. Na utaanza kuona jinsi wewe ulivyo baraka kwa watu wengi. Utashangaa. Kwa hiyo usije ukasahau. Hii jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo utakiwi kabisa kusahau, kila siku jikumbushe, ni hili. Huwezi kufanikiwa katika maisha kama wewe ni mvivu. Na hapa ninazungumzia uvivu wa kufikiri. Nazungumzia uvivu wa kutopenda kufanya kazi kwa bidii. Huwezi kufanikiwa. Unaweza ukajificha kwenye maombi, unaweza kujificha kwenye huduma na kadhalika, lakini kama una uvivu, sahau kufanikiwa. Maana Mungu hawapendi watu wavivu. Hii itakusaidia sana. Siku zote ukishaona tu tabia uvivu na kunyemelea, utaanza kuikataa. Katika maisha yako usitarajie baraka za maongezeko katika maisha yako kama ni mvivu. Unaweza kuwa unamsubiri Mungu afanye muujiza ili utoke katika kilio au mahangaiko.
nakwambia hivi, utasubiri sana, hautaona mafanikio makubwa mpaka pale utakapoacha uvivu. Usisahau, Mungu tayari ameshatoa utaratibu wa kufanikiwa kwako, ni wewe kuutekeleza. Tabibu siku zote huwa anatoa dawa na anatoa na maelekezo ya namna ya kutumia dawa, tabibu, kwa mgonjwa wake. Na huyu mgonjwa asitarajie uponyaji ikiwa hatafata maelekezo ya daktari au tabibu na hata kunywa zile dawa kwa utaratibu aliopewa. Asitarajie uponyaji. Anataka uponyaji, lazima afate utaratibu alioongozwa na tabibu na kunywa dawa kama alivyoelekezwa, atafanikiwa. Na hivyo hivyo kwa Mungu wetu, ameshetupa utaratibu wa kufanikiwa. Kinachotakiwa ni sisi kuwa tayari kuutafuta huo utaratibu ambao huko kwenye neno lake. Tukiufuata huo utaratibu, tukautekeleza kwa bidii, tunafanikiwa. Kwa hiyo ikumbushe nafsi yako, uvivu utakufanya uwe na umaskini mkubwa. Mungu akusaidie na Mungu atusaidie tuweze kuvuka katika ile eneo. Hilo ni jambo la pili la kukumbuka. Jambo la tatu ambalo utakiwa usahau katika maisha yako, usipoteze muda na nguvu zako, utajichelewesha kwenye maisha. Muda na nguvu ni vitu muhimu sana. Sasa nitazungumzia vitu viwili ambavyo vitatusaidia ili usipoteze muda katika hayo maeneo mawili. Yako mengi lakini nimechagua mawili. La kwanza, unapoongelea habari za watu wengine na habari zenyewe hazikusaidii kwenda mbele. Ukishaona unazungumzia habari za watu wengine na hizo habari zenyewe hazikusaidii kwenda mbele, ujue unapoteza nguvu zako, unapoteza muda. Hivi vitu viwili ni muhimu sana kwenye maisha yako, vinatakiwa vilindwe, vitumike vizuri. Unachotakiwa kwenye maisha ni kufocus kule unakoelekea. Boresha maisha yako. Angalia wapi unataka kufika. Tafakari huko. Weka nguvu huko. Tumia muda huko na utaona Mungu anavyokubariki. Eneo la pili ambalo linapoteza sana nguvu na muda ni woga au hofu. Unapokuwa na hofu katika eneo lolote la maisha yako, usije ukasahau, unapoteza nguvu zako, unapoteza muda. Woga una tabia ya kufanya uwe dhaifu. Kwa lugha nyingine, nguvu zimepotea. Usikubali. Woga unapelekea usiweze kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako. Na usipofanya maamuzi sahihi kwenye maisha yako, maana yake unachelewa. Kwa hiyo ukishaanza kuona una woga katika eneo lote la maisha, basi kumbuka, napoteza nguvu, napoteza muda. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze.